thank God, Jesus Christ and the Holy Spirit today on the pulpit. Nikiwa kwenye madhabahu hii asubuhi ya leo, kwanza namshukuru Mungu Baba na Yesu Kristo na Roho Mtakatifu. Thank God for sending our shepherd Bishop Jerongni at the end of the world. Nashukuru Mungu ameinua na kutuma mtumishi wake Askofu Daktari Jerongni nyakati za mwisho. To be true children of God. Ili tusaidike kwa watoto wa kweli wa Mungu. Not to be soldier of army, to be commander of army of the Lord. Na si kuwa askari katika kikosi cha Bwana, lakini kuwa majemedari katika kikosi cha Bwana. So that I give the message last Sunday, life and eternal life. Jumapili iliyopita niliwaelezea kuhusu uzima na uzima wa milele. And if you know eternal life, ukijua uzima wa milele, you know this society completely destroyed. Na utapata kujua jamii hii imeharibika kabisa. Yes, the foundation, all the system and all the sin were destroyed by the enemy Satan. Misingi yote ya kijamii imeharibika mkononi mwa adui Shetani. So who will restore this destroyed foundation? Na nani atarejesha tena misingi hii? This man-made church. Ni kanisa la man-made. School cannot do it. Shule haiwezi. Family cannot do it. Family haziwezi. Society cannot do it. Jamii haiwezi. Government cannot do it. Serikali yenyewe haiwezi. Church should do it. Ni jukumu la kanisa. But church cannot do it. Na hata makanisa hayawezi. You man-made church member. Ni wewe mshirika wa man-made. You can do it. Ndio utaweza. So today's message, ujumbe wa leo, raise up the destroyed foundation. Kuinua misingi iliyoharibiwa. So that preside read the Bible. Na mwelekezi wa ibada amesoma Biblia. The book of Isaiah chapter 50 verse 9 to 12. Kitabu cha Isaya sura ya 58 mstari wa 9 mpaka 12. Yes, I will give the message today. Nitatoa ujumbe wa leo. The book of Isaiah is the book written about the vision concerning Judah and Jerusalem that Isaiah saw during the reign of Uzziah, Jotham, and Hezekiah, king of Judah. Tukiangazia kitabu cha Isaya, ni kitabu ambacho kiliandikwa kuhusu maono ya Yuda na Yerusalemu ambayo Isaya aliyaona wakati wa utawala wa Uzia, Yothamu, Ahazi na Hezekia ambao ni wafalme wa Yuda. The book of Isaiah is composed of 66 chapters. Na kitabu cha Isaya kina sura 66. From Isaiah chapter 1 to 39, it tells us the punishment, the rebuke and the judgment concerning the sin of the Israelites in the days of Old Testament. Kuanzia sura ya kwanza mpaka 40 ya kitabu cha Isaya inatuelezea kuhusu dhambi na makosa na hukumu na kuadhibiwa kwa dhambi za Waisraeli katika Agano la Kale. From Isaiah chapter 40 to 66, the promise, the plan of salvation, process of salvation, accomplishment of salvation through our Lord Jesus Christ after refining them are written. Na ukiangalia kuanzia 41 mpaka mwisho 66 kitabu cha Isaya inaelezea kuhusu mpango wa Mungu na hatua za Mungu na hitimisho la Mungu katika wokovu kupitia Yesu Kristo, ndio kwamba watu waokolewe nyakati hizi za mwisho. So some pastors say that the book of Isaiah is the summarizing the whole Bible. Na utapata wachungaji wengine wanasema kwamba kitabu chote cha Isaya ndo ni muktasari wa Biblia yote. The book of Isaiah is the gospel of Old Testament. Na kitabu cha Isaya ni kama injili katika Agano la Kale. But spiritually we should know that the book of Isaiah tells the providence of human cultivation which is hidden at the end time after Jesus was taken up into heaven and the Holy Spirit came into the world. Lakini yafaa tutambue ya kwamba kitabu cha Isaya imebeba toleo la Mungu, siri ya Mungu katika ukuzaji wa binadamu, na ni siri ambayo imefichwa na ni kuhusu wakati baada ya Yesu kunyakuliwa juu mbinguni. Now let us delve into how the Lord God accomplished the providence of human cultivation hidden at the end of time through our shepherd and the man-made church. Na hebu
sasa tuangazie kusudi na toleo la Mungu ambaye imefichwa katika nyakati za mwisho kupitia Askofu Daktari Gerald Lee na kanisa la Manmin. When our shepherd, Bishop Dr. Gerald, established Manmin Church in 1982, God granted him which would, Isaiah chapter 6, verse 1 to 5, it was arise, shine. Wakati mchungaji wetu Askofu Daktari Gerald Lee alifungua kanisa hili la Manmin mwaka wa 1982, Bwana Mungu alimbariki na msemo ama mwito kutoka kwenye Isaya 60:1-5 isemayo inuka na uangaze. He continually taught Manmin church member and those who loved his teaching the message of holiness in the Bible for 39 years. That is the providence of God's creation and the promise of human cultivation to get the true children of God to shine their light in this dark world. Na tangu afungue kanisa hili miaka 39 iliyopita, amekuwa akifunza washirika wote sisi kusudi la Mungu, toleo la Mungu na mapenzi ya Mungu, sana sana akituelezea kusudi la Mungu katika ukuzaji wa binadamu duniani na uumbaji wa nchi na vyote vilivyomo, ya kutafuta watoto wake wa kweli. And the Lord God gave the message Isaiah chapter 60 verse 21-22 to his true children. Na kisha Bwana Mungu akatoa ujumbe wake kwa watoto wake wa kweli. Utaipata kwenye Isaya sura ya 60 mstari wa 21-22. Then all your people will be righteous and they will possess the land forever. Ndipo watu wako wote watakuwa waadilifu na wataimiliki nchi milele. They are the branches that I have planted, the work of my hand, that I may be glorified. Wao ni chipukizi nililolipanda, kazi ya mikono yangu, ili kuonyesha utukufu wangu. And at the least one will become a strong nation. Aliye mdogo kwenu atakuwa mkubwa. Away I, the Lord, will do this swiftly. Mimi ndimi Bwana, katika wakati wake nitayatimiza haya kwa upesi. Therefore we Manmin church members came to know about the deep word of difficult verses and the word of revelation written in the Bible. Na kwa hivyo sisi kama jamii ya Manmin tumebarikiwa tuweze kujua vifungu vigumu ndani ya Biblia, kuvielewa na hata siri zilizoko ndani ya Biblia. Dear brothers and sisters, ndugu zangu ni wapendwa, how are you learning the message only to be righteous and possess land forever? That is possess the kingdom of God. Unajikaza aje kusoma ujumbe utakaso na uweze kujua mapenzi ya Mungu, ndio kwamba umiliki nchi milele, yani kumiliki ufalme wa mbinguni. People attending Nile Manmin Church, you did not know how to be righteous. Na kabla ya kushiriki kanisa la Manmin, hukutambua jinsi ya kuwa mwenye haki mwadilifu. How to avoid every kind evil in our heart. Na hatukujua jinsi ya kuepukana na kila aina ya uovu ndani ya mioyo yetu. And how to put over your old self and put on new self. Na jinsi ya kutupilia mbali ya kale yetu na kuvaa mapya. After attending Nile Manmin Church, you started to change your way of life as a new creature, doing a good thing to other people only in Christ Jesus. Lakini baada ya kushiriki kanisa la Manmin, ndipo ukaanza kujua jinsi ya kutenda mema na uweze kubadilisha maisha yako kuwa mfano kwa wengine, nayo iliwezekana tu katika Kristo Yesu. How happy you are serving the Lord God your Father as pastor and leaders and members. Na unafurahi aje ya kwamba umejaliwa kutumikia Mungu hapa kanisani, uwe ni mchungaji, mfanyikazi, kiongozi ama tamshirika. After learning the message of holiness from our shepherd Dr. Gerald in 1991. Na baada ya kusoma ujumbe utakaso kutoka kwa askofu wangu Daktari Gerald Lee mwaka wa 1991. From that time on, kuanzia wakati huo, I came to know about myself that I was a sinner. Nikafika kutambua ya kwamba kumbe mimi ni mwenye dhambi. Even though I was attending church for 33 years, I did not know how to avoid every kind of evil in my heart, jealousy, hatred, judging other people.
Na hata kama nilishiriki makanisa kwa miaka 33, bado sikujua mapenzi ya Mungu na jinsi ya kuondoa maovu ndani yangu na kutambua kwamba niko na chuki na wivu na maovu mengineyo. Adultery, greed, selfish motive. Na nikatambua kwamba nilikuwa na moyo wa uzinifu, kujitakia mema na ubinafsi. After meeting a man of God, our shepherd, I came to know how to remove evil thing in my heart, to be righteous and possess kingdom of God forever through teaching and prayer of Bishop Dr. Jerongni, the founder of Manmin Church. Lakini baada ya kupatana na mtumishi wa Mungu nikajua mapenzi ya Mungu na jinsi ya kutakasa moyo wangu na kuondoa maovu ya kila aina. Nilishukuru Mungu kwa sababu alinijalia kupatana na huyu mtumishi wa Mungu, mwanzilishi wa Manmin, Askofu Daktari Jerokli. So I will talk about what his people, you and me, should do, written in the book of Isaiah, chapter 58, verses 9 to 12. People doing the work of God, a light shine, given to Manmin Church as a watchword. Na kwa hivyo kuanzia sasa ningependa niwaelezee ambacho tuwafaa kufanya sisi kama jamii ya Manmin, watu wa Manmin, watu wa Mungu. Hata kama Mungu ametupa ujumbe wa kuinuka na kuangaza kama mwito wetu, kuna ujumbe mwingine kwenye Isaya 58:3-12 inatuelekeza yafaa tufanye nini kabla ya kuinuka na kuangaza. God called Isaiah and showed him the vision and concerning Judah and Jerusalem in the book of Isaiah chapter 1 verse 1 to 5. Ukaangalia kwenye kitabu cha Isaya sura ya 1 mstari wa 1 mpaka wa 5, Bwana Mungu alimuita Isaya na kisha kwa maono akamwelekeza kuhusu Yuda na Yerusalemu na cha kufanya. When Israel did not obey God's word, the Lord has spoken. I reared children and brought them up, but they have rebelled against me. Ni wakati Mungu kabla ya kuanza kazi yake akasema ya kwamba nimewalea watoto nikawakuza na kuwalisha, lakini wamesimama kinyume nami. Woe to simple nation, a people whose guilt is great, a brood of evildoers. They have forsaken the Lord. Na akasema jinsi gani na waonea huruma taifa lenye uovu, taifa ambalo limemwacha Mungu na kutenda uovu. Why do you pursue in rebellion? Na mbona munazidi kubakia katika uasi? Your whole head is injured. Na vichwa vyenu vimeumizwa. Your whole heart is afflicted. Mioyo yenu yote imejazwa na uovu. Yes, in this message, the heart of parents who were betrayed is written. Na ukaangalia katika ujumbe huu inatuelezea kuhusu moyo wa wazazi waliopitia uasi. It tells the heart of God who was betrayed by his chosen people, the Israelites. Inatuelezea moyo wa Mungu, Mungu wa Israeli ambaye alifanywa uasi na watoto wake wa Israeli. And nowadays by believers spiritually too. Na pia ni vile vile kwa waumini siku za leo. We have to know we are rebel against God through the word of God every day. Yafaa tutambue kupitia neno la Mungu kila siku ya kwamba hata sisi tumemwasi Mungu. But our Lord God gave the opportunity to the Israel people and to you continually. Lakini Bwana Mungu amezidi na alizidi kuwapa Waisraeli nafasi na hata sisi leo hii. So to the Israel people, na kwa Waisraeli in Isaiah chapter 1 verse 18, kwenye Isaya 1:18, God say, come now, let us reason together, let us talk together. Na Mungu akasema njoni basi tuhojiane, tuzungumuze pamoja. Though your sin are like scarlet, they shall be as white as snow. Ingawa dhambi zenu ni kama rangi nyekundu, zitakuwa nyeupe kama theluji. Though they are red as crimson, they shall be like wood. Ingawa ni nyekundu sana kama damu, zitakuwa nyeupe kama sufu. Like wool. Kama sufu. Like wool. Kama sufu. Here let us reason together, signify let us talk together. Na hapa kusema njooni tuhojiane, yani njooni tuzungumze. Even though his chosen people committed sin, God say, I will forgive you and let us talk together. Na hata kama watu wake wateule walitenda dhambi, bado Bwana Mungu anawaita njooni tuzungumze pamoja, tuhojiane. What does that mean? Let us talk together. Inamaanisha nini kusema tuhojiane? It signifies that God's Spirit so come to me and play
then I will hear of you, forgive you, and purify you like snow and wool. Ni kumaanisha kwamba Mungu ni roho, kwa hivyo njooni kwake na muombe, atawasikiliza, atawajibu, atawasamehe na atawasafisha dhambi zenu ziwe safi kama sufu na theluji. Through teaching of our Bishop Jerongni, Nigerian Manmin Church, pray in the morning, pray in the evening, every night. Na kupitia mtumishi wa Mungu Daktari Jerokli, Mungu akanena na yeye na akapasha ujumbe huu kwa washirika wote, sana sana Nairobi Manmin Church hapa hivi, ya kwamba kila wakati tubaki katika maombi, iwe ni asubuhi, mchana, jioni, kila wakati maombi. You will see how to obey, how the Lord bless your life. Na ukatii, utaona jinsi gani Mungu atabariki maisha yako. Even though today I remind newcomers too, even though I'm a newcomer, thank God for sending Manmin Church, how they pray every night. Na ndio maana leo hii nikazidi kukumbusha wageni wetu, hata kama uko mgeni ukumbuke kwa nini jamii ya Manmin kila usiku ni maombi. How can I come to church, pray together with all the Manmin Church members? Na we ujifikirie na utamani moyoni mwako, nitafanyaje ndio kwamba kila usiku niungane pamoja na washirika wa Manmin katika maombi. It is the very message that has given to us nowadays. Ujumbe huu ndio ujumbe ambao pia sisi tumepewa siku hizi tunaishi. Therefore, at the end of the world, God called us who were sinners and made us be sanctified through the teaching of and prayer of shepherd to be righteous men. Na kwa hivyo nyakati za mwisho, sisi ambao tulikuwa wenye dhambi, Bwana Mungu ametuita kupitia mtumishi wake Askofu Daktari Jerokli, ndio kwamba kupitia neno lake tubadilishwe kuwa wenye haki. Now the Lord God blessed Isaiah to prophesy the word of revelation concerning the promise, procedure and accomplishment of salvation. Na sasa Bwana Mungu akamjalia nabii Isaya aweze kutabiri neno kuhusu agano ama ahadi na mpango na hatua na hitimisho la wokovu. If you read all the Old Testament, ukisoma vitabu vyote vya agano la kale, so some of them is the book of prophecy. Vitabu vingine ni vya unabii. But only this book of Isaiah tells you plan of salvation, the procedure of salvation, and the accomplishment of salvation. Kati ya vitabu vyote vya unabii ni kitabu cha Isaya peke yake na kuelezea kuhusu mpango wa wokovu, hatua za wokovu na hitimisho la wokovu. So we call this book and the Gospel of Old Testament. Ndio maana tunaita kitabu hiki cha Isaya injili ya agano la kale. If we delve into the plan of salvation, tukangazia sana mpango wa wokovu, another word, the promise of salvation, ama ahadi ya wokovu. Isaiah prophesied that the virgin will conceive and give birth to a son. Isaya litabiri ya kwamba bikira atachukua mimba, atamzaa mwana. And we'll call him Emmanuel in Isaiah chapter 7 verse 14. Na kwenye Isaya 7:14 huyo mwana ataitwa Emmanueli. So Isaiah chapter 11 verse 1 say, ndio Isaya 11 mstari wa kwanza unasema, a shoot will come up from the stump of Jesse. Chipukizi litatokea kutoka shina la Yese. Promise root a branch will bear fruit. Kutoka mizizi yake tawi litazaa tunda. It tells us that a son of God, Jesus Messiah, will come and that the earth will be filled with the knowledge of the Lord as the water cover the sea. Inatuelezea kwamba mwana wa Mungu Yesu atashuka duniani na itakuwa ni kana kwamba maji yameweza kufunika nchi. On the other hand, Isaiah prophesied that Archangel Lucifer would ascend above top of the cloud and make himself like the Most High. Upande mwingine Isaya anatabiri ya kwamba malaika mkuu Lucifer atainuka juu ya mawingu, ndio kwamba aketi juu zaidi ya Mungu. But you are brought down to the grave, to the depths of the pit. Anasema lakini wewe umetupwa chini duniani, umetupwa katika kuzimu. So we came to know that Archangel Lucifer become the enemy Satan and devil
for the human cultivation. Na hivi tukatambua huyu malaika mkuu Lucifer alifanyika kuwa kiongozi wa roho chafu, na ndio ibilisi, adui na shetani, na anahitajika katika kukuza binadamu duniani. And that our struggle is not against flesh and blood, but against the rulers, against the power of this darkness, and against the spiritual forces in the spiritual realm. Na tukafika kutambua ya kwamba vita vyetu hatupigani vita vya damu na nyama na mwili, tunapigana vita dhidi ya mamlaka ya giza na nguvu katika ulimwengu wa kiroho. Therefore, children of God should put on the whole armor of God to be powerful men of God. Na hivyo inatupasa sisi kama watoto wa Mungu tujivike silaha zote za Mungu kama mashujaa. From Isaiah chapter 40-66. Na kuanzia Isaya 42 mpaka 66. After God tested the Israelites, baada ya Mungu kuwapima Waisraeli, God gave forgiveness, comfort and hope for his people through a prophet Isaiah. Mungu kupitia mtumishi wake nabii Isaya alitoa neno la kuwafariji watu wake. In Isaiah chapter 40 verse 1, kwenye Isaya 40 sura ya kwanza, Isaiah prophesied. Isaya akatabiri. Your God say, comfort my people. Asema Mungu wenu, wafarijini, wafarijini watu wangu. And in Isaiah chapter 40 verse 31, na kwenye Isaya 40:31, Isaiah prophesied, those who hope in the Lord will renew their strength. Isaya nasema bali wale wamtumainio Bwana atafanya upya nguvu zao. They will mount up with wings like eagle. Watapaa juu kwa mbawa kama tai. They will run and not get tired. They will walk and not become weary. Watapiga mbio wala hawatachoka, watatembea kwa miguu wala hawatazimia. And in Isaiah chapter 42 verse 1 say, na kwenye 42 sura ya kwanza ya Isaya mstari wa kwanza wa Isaya inasema, I will uphold you with my righteous right hand. Nitakushika kuegemeza kwa mkono wangu wa haki. And he will bring forth justice to the nations. Naye ataleta haki kwa mataifa. And Isaiah chapter 43 verse 1, 18-21 say, na sura ya 43 mstari wa kwanza na mstari wa 18 mpaka 21 unasema, but now this is what the Lord say, lakini sasa hili ndilo asemalo Bwana, he who created you Jacob, he who formed you Israel, yeye aliyekuumba Yakobo, yeye aliyekuhuluku Israeli. do not fear, for I have redeemed you. Usiogope kwa maana nimekukomboa. I have called you by name. Nimekuita wewe kwa jina lako. You are mine. Wewe u wangu. You are mine. Wewe u wangu. Forget the former sin. Sahau ya kale. Do not consider sin of the past. Wala msiyatafakari mambo ya zamani. See, I will do a new thing. Tazama, nitafanya jambo jipya. I formed my people for myself. Na watu wangu nimewafanya kwa ajili yangu. So that they may proclaim my praise. Ili wapate kuzitangaza sifa zangu. Here Israel means children of God. Hapa Israeli inamaanisha watoto wa Mungu. To help his people proclaim his praise by the help of the Holy Spirit, the Lord God sent his son Jesus to be pierced for our transgressions and to be crushed for our iniquities. Ndio kwamba asaidie watu waweze kutangaza sifa zake. Mungu alimtuma mwana wake Yesu Kristo aje duniani ndio kwamba aweze kutobolewa na kuchubuliwa kwa ajili ya makosa yetu na dhambi zetu. So Jesus, a son of God, brought us peace because of the punishment was upon him, and by his wound we are healed. In the book of Isaiah chapter 53 verse 4-5. Ndio maana ukiangalia kwenye Isaya 53 mstari wa 4 mpaka wa 5, Bwana Yesu alikuja duniani na kisha akachukua udhaifu wetu, kujitwika huzuni zetu, na hata akapigwa kwa ajili ya makosa yetu ndio kwamba tupokee amani. By sending his only and one son, Jesus, kwa kutuma mwana wake wa kipekee Yesu, he was pierced for our transgression and he was crushed for our iniquities. Alitobolewa kwa ajili ya makosa yetu, alichubuliwa kwa ajili ya maovu yetu. So the punishment that brought us peace was upon him.
adhabu iliyotuletea sisi amani ilikuwa juu yake, and by his wound we are healed. na kwa majeraha yake sisi The tumepona. Lord God forgave us our sin and comforted us and gave us hope. Bwana Mungu alitusamehe dhambi zetu, akatufariji na kisha akatupa matumaini To live in the kingdom of God. ya kuishi katika ufalme wa Mungu. Why? Kwa sababu gani? Because love of God did not leave his people. Kwa sababu upendo wa Mungu haukutoka watu wake. The Lord God left the way of salvation to his people, his chosen people, and you and me. Bwana Mungu alibakisha njia ya wokovu kwa watu wake wateule, yani wewe na mimi. Then what is it that his people should do? Na ni nini hicho ambacho watu wake wafaa kufanya? Then what was it also you and me should do? Ni nini hicho ambacho wewe na mimi yatupasa kufanya? It is written in the book of Isaiah chapter 58 verse 9 to 11. Utaipata kwenye Isaya 58 mstari wa 9 mpaka 12. Also Isaiah chapter 58 verse 9 to tells us what we should do nowadays. Na Isaya 58:9 mpaka 12 vile vile inatuelezea cha kufanya nyakati hizi za leo. I will read one more time. Hebu nitasoma mara tena. Isaiah chapter 58 verse 9. Isaya 58:9 mpaka 12. You will call and the Lord will answer. Ndipo utaita naye Bwana atajibu. You may cry for help and he will say, here am I. Utalia kuomba msaada naye atasema mimi hapa. If you do away with the yoke of oppression, Kama ukiondoa nira ya udhalimu, if you do away with the pointing finger and the malicious talk. na ukiondoa kunyosha kidole na kuzungumuza maovu. Verse 10. Mstari wa 10. And if you spend yourself for the hungry, Na kama nyinyi mkunjulia mtu mwenye njaa nafsi zenu, if you satisfy the need of the oppressed, na kutosheleza mahitaji ya walioonewa, then your light will rise in the darkness, ndipo nuru yenu itakapong'aa gizani, and your night will become like the noonday. nao usiku wenu utakuwa kama adhuhuri mchana. Verse 11. Mstari wa The 11. Lord will guide you always. Bwana atakuongoza siku zote, He will satisfy your need in a sun-scorched land, atayatosheleza mahitaji yako katika nchi kame, and he will strengthen your frame. naye ataitia nguvu mifupa You yako. will like a well-watered garden. Utakuwa kama bustani iliyonyweshwa You vizuri. will like a spring whose waters never fail. Utakuwa kama chemichemi ambayo maji yake hayakauki kamwe. Those who were born from among you will rebuild the old waste places. Watu wako waliozaliwa kati yako watajenga tena magofu ya zamani. Those from among you will raise up the destroyed place, the destroyed foundation. Watu wako watainua misingi ya kale, misingi iliyoharibiwa. You will be called repairer of broken walls. Utaitwa mwenye kukarabati kuta zilizobomoka. Hallelujah. Hallelujah. Amen. Hallelujah. Yes. Naam. Isaiah chapter 50 verse 9 say, Isaya 58 mstari wa 9 unasema, it means God say, you will call and the Lord will answer. You will cry for help and he will say, here am I. bado inamaanisha Mungu mwenyewe anakuambia, ndipo utaita nami nitajibu, utalia kuomba msaada nami nitakwambia mimi hapa. If you read the Bible, God say, Ukisoma Biblia, Mungu alisema call, cry for help. utaita uombe msaada, Let us reason together. na akasema Let us tuhojiane, talk together. tuzungumze pamoja. But people do not obey. Lakini watu hawatii. Newcomer, Wageni wetu, I will tell you, hebu nikwambie, do not face trial. ndio kwamba usipate na You jaribio. have seen power of God. Ushaona nguvu za You Mungu. have seen there is God in this man Min Church. Umeona kuna Mungu hapa Manmin.
Do not watching television. usitazame TV, Do not walk your way. usienende njia zako tu. Come to church, meet Jo your God. kanisani, tafuta Mungu wako, There's no shortcut. hakuna njia nyingine. I have shown you. Nimewaonyesha God's living God. Mungu ni Mungu aishie, Obey. na weti Obey. kutii tu And repent na kutubu from the bottom of kwa heart. undani wa moyo wako. Then God will answer and he will say, here am I. Ndipo Mungu atajibu na kuambie, mimi hapa. So that my bishop teach me and you come to church, pray together, cry for help. Ndio maana askofu mchungaji wetu ametufunza kila wakati, muombe na kuomba, njoni mniite na muombe msaada kutoka kwa Mungu. If you do not come to church, pray, meet together in your area as possible you can, or you can pray alone. Na kama hauna uwezo wa kukuja hapa kanisani kuomba kila siku, ikiwezekana kule mashinani mpatane pamoja na kuomba. Kama iwezekani, omba peke yako nyumbani. Yeah, to raise up the destroyed foundation. Ndio kwamba tuinue misingi iliyoharibiwa. God give this message in the book Isaiah chapter 58 verse 9 to 12. Atusaidie aje, ameandika kwenye 58:9 mpaka 12 ya Isaya. Verse 10. Na mstari wa 10, If you spend yourself for the hungry and satisfy the need of oppressed. nanyi mkashughulika, ndio kwamba msaidie mwenye njaa na mtosheleze mahitaji ya walionewa. There's a condition. Kuna masharti hapa. Then. Ndipo When you put all into practice, ukitii neno la Mungu kwa matendo, there is condition. kuna sharti. If you do not satisfy the need of the oppressed, Usipotosheleza mahitaji ya if you walionewa, do not spend yourself for the poor, usipojishughulisha kusaidia no maskini, blessing given to you. hakuna baraka itakukujia. There's a condition. Kuna sharti. Then Ndipo your light will shine, will rise in the darkness. nuru yenu itakapong'aa Your gizani. night will become like the noonday. Usiku wenyu utakuwa kama dhuhuri. So the Lord God say in the Bible, Na Bwana akasema ndani ya satisfy Biblia, the need of the prayer. na muweze kutosheleza mahitaji ya wanaonewa, Your light will rise in the darkness. na nuru yako itainuka gizani. Then you can talk negative word. Na sasa utaongea After maovu. hearing from man of Baada ya God, kusikia kwa you mtumishi can wa follow Mungu, another man. utafuata mwingine, Cannot understand. hauelewi. When Jesus' disciples Wanafunzi wa Yesu do not know the will of God, hawakujua mapenzi ya they Mungu, follow Judah. walifuata Juda. When Judah condemned the Mary offer good performance, 300 denarion pour down and wash Jesus' feet with hair. Ni wakati Maria Magdalena aliweza kutoa marhamu ya bei kali na akaitumia kumwaga kichwani mwa Yesu na miguuni mwake, naye Yuda kanena maovu ama vibaya kinyume na hiyo. Oh, if he sell this performance, Akasema kwamba tukauza marhamu hii 300 days salary, yenye bei ya mshahara wa We siku can help 300, the poor. tutasaidia this maskini. is human Ni thought. mawazo ya kibinadamu. Then Jesus' disciples Na wanafunzi wa Yesu nao follow the Judah Iscariot. wakafuata maneno ya Yuda Iskarioti. But after Jesus resurrected from the dead, Lakini baada ya Yesu kufufuka kutoka after kwa Jesus wafu taken into heaven, na akapaa juu mbinguni, and Jesus said to them, na Yesu akawaambia, this work of the Mary recorded in the Bible. kazi hii ya Mariamu itaandikwa kwenye Biblia. When the man of God say to you, Mtumishi wa Mungu akikwambia jambo, follow, obey. ufuate na utii. When someone talking, some say, oh, he's a good teacher, I will follow him. Na mtu- Instead of man of God, Mtu akakuja kwako akwambie vingine, utaona ni mazuri na kisha mfuate badala ya kufuata mtumishi wa Mungu. hallelujah. All repent. Wote mtubu. Some of them, Wengine wao because of human thought, juu ya mawazo ya kibinadamu against God. wanaenda kinyume na Then Mungu they say, I love na God. wanasema napenda Mungu.
how the Lord bless your life. ujue jinsi Mungu amekubariki maisha Step by step. hatua kwa hatua. Even though Peter denied Jesus 3 Hata times, Petro mwenyewe alimkana Yesu mara 3. we should not never judge other people. Usitumikishe fikra zako kuhukumu Only mtu. follow men of God. Wewe fuata mtumishi wa Mungu pekee How the man will teach you na ufuate mafundisho and yake, pray. na wewe uzidi Only the kuomba man will show you power of God. na akakuonyesha nguvu za Testify Mungu, God's living God. Jesus kushuhudia our Redeemer. Mungu anaishi, Yesu ni mkombozi wetu. Clap your hand before Kuza Mungu kwa the Lord. makofi. When you read the Bible, I'm sure that you came to know that those who satisfied the need of the oppressed were blessed from the Lord God abundantly, spiritually and financially. Ninayo hakikisho ya kwamba wakati umesoma Biblia na ukafika kujua kwamba ambao wanatosheleza mahitaji ya wale walioonewa, kawaida ni watu wanabarikiwa na Bwana Mungu zaidi, baraka za kiroho na za kifedha kwa pamoja. Acts chapter 10 verse 1 to 48. Matendo ya Mitume 10:1 mpaka 48. Bible say, Biblia inasema a centurion Cornelius was devout and God-fearing, and he gave generously to those in need and prayed to God regularly. inatuambia kuhusu akida mmoja aitwaye Cornelio. Alikuwa mtu mtaua, mcha Mungu na mtu wa kusaidia maskini na kutoa zaka zake mbele za Mungu, kuomba daima. God sent an angel to Cornelius, Na Mungu akatuma malaika kwa Cornelio, and an angel said to him, your prayer and gift to the poor have come up as a memorial offering before God. na kisha akamwambia, malaika akamwambia Cornelio, sala zako na sadaka zako kwa maskini zimefika juu na kuwa ukumbusho mbele za Mungu. And some men to invite Peter to your house. Na basi tuma watu waende, ndio kwamba wamuite mtumishi wa Mungu Petro aje nyumbani kwako. Peter, a man of God, came to Peter's house and blessed him and his family, his friend, to receive Jesus as a personal Savior, and the Holy Spirit came upon them. Ndipo Petro mtumishi wa Mungu akafika kwenye nyumba Cornelio, akambariki yeye pamoja na familia yake na marafiki wake, wakampokea Yesu Kristo kama mkombozi na wakajazwa Roho Cornelius Mtakatifu. and his family and friend were all blessed spiritually. Na Cornelio na familia yake na marafiki wote wakabarikiwa kiroho. What was the next blessing to Cornelius? Baraka iliyofuata kwa Cornelio ilikuwa ni I gani? am sure that you can imagine how abundant it was. Na ninayo hakikisho unapiga hesabu ilikuwa ni baraka kubwa aje. Verse 11. Mstari wa 11, The Lord will guide you always. tuko kwenye Isaya 58:11, Bwana atakuongoza siku zote When put the word of God in practice, ukitii neno la Mungu kwa the matendo. Lord Almighty God will guide you always. Mungu Mwenyezi atakuongoza siku zote. The Almighty God will guide you always. Mungu Mwenyezi atakuongoza siku zote. Now you have seen Bishop Jerongni. Umeona Askofu You have Daktari seen Choro, Myung-woo Jong. umeona Askofu Myung-woo Chong. I just pray, read the Bible, prepare message in my office. Ni kuomba tu kukaa ofisini na kusoma Biblia I kwa did not meet ujumbe. any push. Sipatani na yeyote. God send the chief. Mungu akatuma chief. God send the Secretary General of Kenya big meeting. Na Mungu akatuma Secretary General wa Kenya yote yeye mkutano In mkubwa. Africa, many countries they send their bishops invite me. Na mataifa mengi ya continent kubwa ya Afrika wanatuma wachungaji kunikaribisha. Who can do it? Nani anaweza hiyo? I cannot do it. Si mimi mwenyewe. It's a plan of God. Ni mpango wa Mungu. Plan of God. Mpango wa Mungu. Our Lord want to you Mungu anataka to wewe be with you, na awe nawe, lead you akuongoze to lead a victorious uishi life, maisha ya mshindi kila wakati. so that He will satisfy your need in a sun-scorched land Na nasema atayatosheleza mahitaji yako katika nchi kame. and strengthen your frame. Atatia nguvu katika mifupa yako. What is the next? Na nini kinafuata? You can enjoy good health. Si utakuwa na afya njema. Yes, clap your hand, Si Bible. utukuze Mungu kwa makofi So vizuri. next,
Na nini God kitafuata? said to you, Mungu akasema you will kwako, be like a well-watered garden. utakuwa kama bustani iliyonyweshwa vizuri. Well-watered garden. Bustani imetiwa maji Not vizuri, a dry garden. si ile imekauka, Not a famine garden. si ya ukame, Well-watered garden. imenyweshwa vizuri. Beautiful, Si beautiful. ni jambo maridadi aje? Like a spring whose water never fails. Atakubariki we chemichemi ambayo maji yake haikauki. How beautiful a well-watered garden and the spring are. Na aje chemichemi ambayo maji yake haikauki, si ni mzuri? Spiritually, the word is the word of God. Na kiroho maji ni neno la The Mungu. water is the word of God. Maji ni neno la So Mungu. if your heart is full of the word of God, it means that your heart resembles heart of God. Your heart is like the heart of God. Na kama moyo wako utajazwa na neno la Mungu, inamaanisha moyo wako ni kama moyo wa Mungu, na kwa hivyo umejazwa na maji, neno la Mungu. Then you can wet the dry heart of the people at home and in the society. Kwa utakuwa na uwezo wa kunyunyiza maji katika mioyo iliyokauka, kwenye family, jamii, hata kwenye taifa lote. You can wet the dry heart of the people. Utaweza kunywesha maji katika mioyo God iliyokauka. wants you wet the dry heart of the people. Mungu anataka unyunyize maji katika mioyo iliyokauka. In the society, Kwenye jamii, at home, nyumbani, how? aje With love, kwa upendo, with kindness, kwa wema, uzuri wako, with na sacrifice, kujitoa kwako, with service. na kwa utumishi. Beautiful. Si ni mzuri? Beautiful. I came to Africa. Nilikuja Afrika Serve you niwatumikie with love, kwa upendo, with kwa sacrifice, kujitoa, with kindness. na kwa wema, uzuri. From early in the morning, Kuanzia asubuhi mapema, if anyone come to me, yeyote akikuja kwangu. have you seen any bishop meet any person in the world? Ushaona askofu yote anapatana na kila mtu duniani? But your bishop, Lakini bishop I'll wenu let him meet you. niko tayari. But when you come, Lakini ukija, you have learned from pastor how to repent, how to know who you are. kwanza ni kusoma kwa wachungaji wengine jinsi ya kujitambua na kutubu kwanza. Then when I pray for you, the answer will be given to you. Ndipo ukija kwangu na nikuombee, utajibiwa kwa hakika. Without knowing the will of God, Bila kujua mapenzi ya Mungu, it will take time to be blessed from the Lord God. itachukua muda mrefu kubarikiwa na Bwana Mungu. Hallelujah. Even though you want to see me, Hata ukataka kuniona newcomer, mgeni, just wait. ngoja tu You learn something from pastor, upatane na mchungaji mwingine, usome from the kwanza, elders, na kwa wazee wa from kanisa, the leaders. na kwa viongozi When kwanza. you know the will of God, Ukishajua mapenzi ya Mungu kwao, then you pray and how to meet men of God. kwanza uende uombe ndio upate If mtumishi the wa church Mungu. leaders, Hata kiongozi now kanisa, you know sasa how ujue to come to meet men of God, be prayed for the glory of Lord to be blessed from the abundant. ujue utaratibu wa kufuata, ndio kwamba ufike mwisho kupata mtumishi wa Mungu, uombewe na ubarikiwe kwa utele. Verse 12. Mstari wa 12, Isaya 58. Those who are born from among you will rebuild the old waste places. Watu wako waliozaliwa kati yako watajenga tena magofu ya zamani. Those from among you will raise up the destroyed foundation. Watu waliozaliwa miongoni mwenu watainua misingi ya kale iliyoharibiwa. And you will be called repairer of the broken walls. Ndipo utaitwa mwenye kukarabati kuta zilizobomoka. God said, those who are born from among you will raise up the destroyed places. Na Bwana Mungu anasema wale waliozaliwa kati yenu wataweza kujenga tena magofu yaliyobomolewa.
descendants of Israel are his people. Vizazi vya Israel ni watu wa Mungu. Also we are his people as children of God. Na pia si ni watoto wa Mungu, kwa hivyo ni watu wa So Mungu. we children of God, Manmin church members should rebuild the old waste place, raise up the destroyed foundation. Kwa hivyo ni ujumbe kwetu sisi watu wa Mungu, watoto wa Mungu, ya kwamba tuko na jukumu la kujenga tena magofu ya zamani na kuinua misingi ya kale iliyoharibiwa. What destroyed in our society? Nini kimeharibiwa kwenye jamii yetu? What destroyed in our society? Nini hicho kimeharibiwa kwenye jamii yetu? Moral foundation were completely destroyed. Misingi ya maadili imeharibiwa sana. Morality has lost its hold on the earth. Maadili yamekosa, yamepoteza nafasi yao katika jamii yetu. It means that the life of community was completely destroyed even in the church community. Inamaanisha kwamba maisha ya jamii hata ndani ya kanisa yameharibiwa sana sana sana. Number one, Na kitu cha kwanza, the relation between parents and the children are destroyed. uhusiano kati ya wazazi na watoto umeharibika. Number two, Ya pili, the relationship between husband and wife are destroyed. uhusiano kati ya mume na mke umeharibika. Number three, Ya tatu, the relation between teachers and students are destroyed. uhusiano kati ya walimu na wanafunzi umeharibika. Number four, Ya nne, the relation between boss and worker are destroyed. uhusiano kati ya mkubwa kazini na wafanyikazi wadogo umeharibika. Number five, Ya tano, the relation between government and the citizen are destroyed. uhusiano kati ya serikali na wananchi umeharibika. All were destroyed by the enemy Satan and the devil. Na yote haya yameharibika mkononi mwa adui Ibilisi na Shetani. Then who will rebuild them Na again? ni nani atavijenga tena? Who will raise them up Nani again? ataviinua tena? It's not for God to come and rebuild and raise them up. Tusingoje ya kwamba Mungu mwenyewe ndio atashuka kisha azijenge tena na kuziinua. God say in the Bible, Mungu amesema kwenye Biblia, you yourself, nyinyi wenyewe, you yourself, nyinyi wenyewe rebuild the old waste places, mujenge tena magofu ya You zamani. yourself. Nyinyi wenyewe raise up the destroyed foundation. muinue misingi iliyoharibika ya kale. God said to his people, you and me. Mungu anaambia watu wake, wewe na mimi, I do not rebuild the old waste place, raise up the destroyed foundation. si mimi nitajenga tena magofu ya zamani na kuinua misingi ya kale iliyoharibika. You should raise up the destroyed foundation. Ni nyinyi wenyewe yafaa muinue misingi iliyoharibiwa. Now you know, I know through teaching of my bishop, the Lord God gave us his duty to raise up the destroyed foundation. That is to rebuild the broken relation between God and between you and your neighbor. Na sasa tumefika kujua tena kupitia mafundisho ya mchungaji wetu Askofu Daktari Gerald Lee na ujumbe utakasi ya kwamba Bwana Mungu ametupa jukumu ili kwamba tuinue misingi iliyoharibiwa, nayo ni kusema ya kwamba tuweze kuinua na kurejesha uhusiano kati yetu na Mungu na kati yetu na majirani na wengine. The Lord God anointed us as pastor and elders to do the work of God. Was our duty. Na Bwana Mungu ametuita akatutia wakfu kama wachungaji na viongozi wazee kanisani, tufanye kazi yake na tutimize majukumu yetu. At the same time, Na wakati huo the Lord huo God called you as church leaders and the children of God to the work of God, like Deacon Stephen and Philip, and gave you your duty. hata kama tuko viongozi kanisani, watoto wa Mungu, washirika tu, Bwana Mungu ametuita, akatuinua, akatupa kazi yake tufanye kama vile Stephen na Philip kama washirika tu. After giving the duty to you, Baada ya kupewa jukumu lako, God wants to give power to all of you to do his work successfully in this world. kinachofuata ni kwamba Mungu anataka awape nguvu zake, ndio kwamba ufanikishe kazi ya
ambazo amekupa hapa duniani. According to our effort and prayer, the power of God will be given to us in different way. Na kulingana na maombi yetu na bidii yetu, nguvu za Mungu tutapewa kwa namna tofauti tofauti. Till now I explained to you from the plan of salvation to the procedure of salvation continually through the book of prophecy of prophet Isaiah. Na mpaka hapo nimewaelezea hatua kwa hatua kupitia kitabu hiki cha Isaya, mpango wa wokovu, hatua za wokovu na hitimisho la wokovu. Now the Lord God wants to carry out the accomplishment salvation through his people, his chosen people, that is his children who will be sanctified. Na sasa Bwana Mungu anataka atimize kazi ya wokovu kupitia watoto wake, watumishi wake ambao wametakasika. So Lord God gave his word to his people, that to his children, in the book Isaiah chapter 50 verse 9-12 about what his children should do at the end time. Na ndio maana Mungu akitaka kutimiza haya yote ameandika neno kuelekea watoto wake sisi kwenye Isaya 58:9 mpaka 12, jinsi gani ya kutakasika. Now the Lord God said to the children, arise, shine, in the book of Isaiah chapter 60 verse 1-5. Na ukiangalia kwenye Isaya 60:1 mpaka 5, Bwana Mungu anaambia watu wake ya kwamba wainuke na kuangaza. Who can arise and shine in this dark world? Ni nani ana uwezo wa kuinuka na kuangaza kwenye dunia hii yenye giza? Only those who are sanctified can arise and shine in this dark world. Katika dunia hii yenye giza, watakao kuwa na uwezo wa kuinuka na kuangaza ni wale tu ambao wametakasika. After Jesus resurrected and take up into heaven, God sent the Counselor, Holy Spirit, to be with you in your heart. Na wakati Bwana Yesu alipaa juu angani, alituma Roho Mtakatifu, mshauri mwelekezi, awe nawe ndani ya moyo wako. And Apostle Paul and Jesus preached the gospel to the Gentile. Na mtume Paulo na wanafunzi wengineo walihubiri injili kwa watu wa mataifa ya nje. But it was not easy for servant of the Lord to understand and teach the difficult verses written in the Bible. Na hata kama maneno yameandikwa kwenye Biblia, haijakuwa rahisi kwa watumishi wa Mungu kote duniani kuelewa vifungu vigumu ndani ya Biblia. So the Lord God sent a man of God, our shepherd, to be born at the end time. Na ndio maana Mungu akainua mchungaji wetu Askofu Daktari Jorokli azaliwe nyakati hizi za And through mwisho. his 7 years of prayer, he received revelation from the Lord God about the providence of God's creation and the providence of human cultivation to get true children of God. Na kupitia neema na mpango wa Mungu, Mungu akamsaidia ndio kwamba atuwezeshe kuelewa kusudi la Mungu katika uumbaji na ukuzaji wa binadamu duniani, akitafuta watoto wa kweli. When a man of God, our shepherd, started Manmin Church in Seoul, Korea on 25th July 1982. Na wakati mtumishi wa Mungu Askofu Daktari Jorokli alianzisha kanisa hili kule Seoul, Korea mwaka wa 1982 mwezi wa 7 tarehe 25. God gave our shepherd this message, Isaiah chapter 6 verse 1-5, as watchword arise shine. Bwana Mungu alimjalia mchungaji neno hili ambalo limeandikwa kwenye Isaya 60:1 mpaka 5 kama mwito ama msemo wa kanisa wa kusema inuka na uangaze. And in the book Isaiah chapter 6 verse 21, then God say, all your people will be righteous and they will be possess the land forever. Na ukifika kwenye Isaya 60 mstari wa 21 mpaka 22, Bwana Mungu akampa ujumbe na kumwambia watu wako wote watakuwa wenye haki nao wataimiliki nchi milele. They are the branches that I have planted. Kwa maana hao ndio chipukizi nililolipanda, The work of my hand, kazi ya mikono yangu, that I may be glorified. ili kuonyesha utukufu wangu. The Lord will do this swiftly. Mimi ndimi Bwana, katika wakati wake nitatimiza haya kwa upesi. Yes, your people, that is Manmin church member, who are sanctified, will be righteous and possess the land forever. That is the kingdom of God forever. Anasema watu wako, yani washirika wa Manmin, watakuwa watu wenye haki, watamiliki ufalme wa mbinguni milele. Manmin people are the branches that God has planted. Na watu wa Manmin ndio chipukizi ambalo Bwana Mungu amelipanda. So God the Father will be glorified by Manmin church members. Ili kwamba Bwana Mungu atukuzwe kupitia washirika wa Manmin. Brothers and sisters, Ndugu zanguni wapendwa, before coming
to Manmin Church, we do not know how to avoid every kind in our heart. Kabla kuja Manmin, hatukujua jinsi ya kuepukana na kila aina ya uovu ndani ya mioyo But yetu. after hearing the message holiness through the teaching of our shepherd, Lakini baada ya kusikia ujumbe wa utakaso kupitia mchungaji wetu, we came to know how to be sanctified. tulifika kujua jinsi gani ya kutakasika. If all of you are sanctified by the message of holiness and the fervent prayer, you can be righteous to arise and shine in this dark world. Na kama nyinyi nyote mtafanyika watu watakatifu kupitia maombi ya bidii na neno la Mungu, mtatimia kwa watu wakamilifu, watu wenye haki, na kuweza kuinuka na kuangaza nuru duniani. Then you can raise up the destroyed foundation in this world as a host. Ndipo kama mwenyeji hapa duniani utakuwa na uwezo wa kuinua misingi iliyoharibiwa. Why? Kwa sababu gani? Because Isaiah chapter 61 verse and 9 tells you and me today. Ni kwa sababu Isaya 61 mstari wa kwanza mpaka 9 unatuambia leo hii. Isaiah chapter 61 verse 1. Isaya 61:1 inatuambia, The Spirit of the Lord God is upon you, Manmin Church member. Roho wa Bwana Mungu Mwenyezi uko juu yenu, washirika wa Manmin. Because the Lord has anointed you to preach gospel news to the poor. Kwa sababu Bwana amewatia mafuta ili mwahubirie maskini habari njema. The Lord has sent you to bind up the broken heart. Bwana Mungu amewatuma ndio kwamba mushikanishe ama kuganga mioyo iliyovunjika. The Lord God has sent you proclaim liberty for the captives Na ndio kwamba muwatangazie mateka wawe na uhuru, and freedom to prisoners. na waliofungwa habari za kufunguliwa kwao. Why? Kwa sababu gani? To raise up the destroyed foundation between God and you and between you and your neighbors. Amesema vile ndio kwamba tuwe na uwezo wa kuinua misingi iliyovunjwa, kuharibiwa, na uhusiano kati yako na majirani na marafiki. If Manmin Church will raise up the destroyed foundation, Na kama sisi washirika wa Manmin tutainua misingi iliyoharibiwa, just as Isaiah chapter 61 verse 9 say, kama vile tu Isaya 61 mstari wa 9 usemavyo, all who see them will acknowledge that they are people the Lord has blessed. wale wote watakaowaona nyinyi watatambua kuwa nyinyi ni taifa ambalo Bwana amelibariki. Yes, all people who see Nigerian Manmin pastor and the church member will acknowledge that you are the people the Lord has blessed. Nasema wale wote ambao watawaona nyinyi washirika wa Manmin, wachungaji na viongozi na washirika wote watatambua kuwa nyinyi ni taifa ambalo Bwana Mungu amelibariki. Hallelujah. You have watched Manmin magazine this morning, EAK meeting. Umetazama nakala ya Manmin asubuhi ya leo kuhusu mkutano wa EAK. Then you can see the healing of Tabitha. Na kisha ukaona uponyaji wa Tabitha. As God say, I will do it, it is going on now. Na kama vile Mungu alituambia nitalifanya, nayo inaendelea sasa. So you should raise up the destroyed foundation. Kwa hivyo ya kupasa wewe inua misingi iliyoharibiwa. May this blessing given to you today. Ubarikiwe siku ya leo. Stand up. Tusimame sote. Hallelujah, Almighty Father God of love. Please lay your hands on all believers who are receiving this prayer now. Show your works that transcend space and time on those who are receiving this prayer around the world. Give them faith and drive away negative thoughts and doubts and drive away all tests and trials. From head to toe, all entrails, joints, nerves, tissues, and cells, whatever the sick part may be, burn them with the fire of the Holy Spirit and with the original light. In the name of Jesus Christ, I command the enemy devil and Satan, all diseases, germs, and viruses and infirmities, go away. May the light come. Drive away all endemic diseases such as malaria. All contagious diseases such as cold, flu, and fever, go away. Protect them from all kinds of germs and viruses. Heal them of after effects of all kinds of accidents and fix their broken bones.
Restore them from burns, and let the heat and burning sensation go away, and let there be no scar left. Be cleansed from all kinds of drug addictions, poisoning, and substance abuse. Give them the blessing of conception. May you receive the blessing of conception. In the name of Jesus Christ, I command the enemy devil and Satan, the ruler of the air, and evil forces of darkness, go away, and their servants also go away. Father God, give them strength to cry out in prayer, and to cast off sin, and to become sanctified. As their soul prosper, let all things go well with them, let their family be evangelized. Protect them from all kinds of accidents and disasters throughout this week, and bless them to lead a prosperous life without any problems. With the firewall of the Holy Spirit, with the heavenly hosts and angels, and with your blazing eyes, protect all your children, their family, workplace, and business. Give students wisdom and understanding, and give them fervent passion to study hard. Please keep their hearts and minds from the worldly things, and let them love Father God all the more fervently. Whether your children eat or drink or whatever they may do, let them do it all for the glory of Father God. Let them say, I met God, I experienced God, I received answers and blessings. Let them testify with their lips like this. Father God, thank you. Be glorified alone. In the name of our Lord Jesus Christ, I pray. Amen. GCN.